Madeni ni sehemu ya maisha ya watu wengi, lakini yanapokuwa mengi na mkopaji akashindwa kulipa kwa wakati, yanaweza kuleta changamoto kubwa kwenye maisha ya kifedha. Kitu kinachotofautisha watu waliofanikiwa kifedha na watu wanaozidi kuzama kwenye madeni ni namna wanavyosimamia na kuyalipa hayo madeni. Kulipa madeni kunahitaji mpango mzuri, nidhamu ya fedha, uvumilivu na maamuzi sahihi. Hakuna njia ya mkato ya kuondokana na madeni, kwa sababu unatakiwa kulipa madeni kwa kufuata hatua sahihi na kwa utaratibu. Kadri unavyokuwa na mpango mzuri wa matumizi na ulipaji wa madeni, ndivyo unavyoongeza nafasi ya kurejesha uhuru wako wa kifedha. Njia ya kwanza, andika madeni yako yote. Hatua ya kwanza ni kuandika madeni yote ulionayo, kiasi cha fedha kilichobaki kulipa, tarehe ya mwisho ya malipo na kiwango cha riba, ili upate picha halisi ya hali yako ya kifedha kwenye upande wa madeni. Njia ya pili, andika kipato chako. Baada ya kujua madeni yako, hatua inayofuata ni kuandika mapato yote unayoyapata. Inaweza kuwa ni kwa siku, kwa wiki au kwa mwezi. Lengo ni kujua kiwango halisi cha fedha unachokipata. Mpango mzuri wa kifedha unaanza kwa kujua fedha zinazoingia. Njia ya tatu, andika matumizi yako. Hatua nyingine ya muhimu ni kuandika matumizi yako yote ya kila siku au ya kila wiki au ya kila mwezi, ili ujue fedha zako zinaenda wapi. Unaweza kutumia fedha bila kufuatilia matumizi yako, na mwisho wa mwezi ukabaki unashangaa fedha zimeisha, lakini haujui zimetumika kwenye nini. Kuandika matumizi ni njia ambayo itakusaidia kujua matumizi ambayo hayana ulazima. Baada ya kujua matumizi yasiyokuwa na msingi, unaweza kuyapunguza na kuitumia hiyo fedha kwenye ulipaji wa madeni. Njia ya nne, andika madeni yenye riba kubwa. Baadhi ya madeni huwa yana riba kubwa ambayo inaongezeka na yanaweza kukuweka kwenye mzunguko wa madeni kwa muda mrefu. Kadri unavyochelewa kuyalipa, ndivyo riba inavyoendelea kuongezeka na kufanya deni liwe kubwa zaidi. Ukijua madeni yenye riba kubwa, itakusaidia kuyapa kipaumbele na kuyalipa kwa wakati. Hatua hii itakusaidia kupunguza gharama za riba na kuokoa fedha ambazo zingetumika kulipa riba iliyoongezeka. Njia ya tano, andaa budget. Budget ni ramani inayoonyesha namna utakavyotumia fedha zako kwa kipindi fulani. Bajeti nzuri inapaswa kuonyesha mapato, matumizi ya muhimu, akiba na kiasi kinachotumika kulipa madeni. Kuandaa bajeti itakusaidia kutumia fedha kwa mpangilio badala ya kutumia fedha kwa kutumia hisia na kufanya manunuzi bila mpangilio. Lakini pia utaweza kujua pesa yako inatoka wapi, inaenda wapi na inafanya kitu gani. Njia ya sita, gawa pesa kwenye makundi. Baada ya kuandaa bajeti, gawa fedha zako kwenye makundi mbalimbali kulingana na mahitaji yako. Kugawa fedha kwenye makundi kunazuia kutumia fedha zote kwenye jambo moja na kukufanya baadaye ushindwe kutimiza majukumu mengine. Njia hii itakufanya uwe na usimamizi mzuri wa fedha zako. Njia ya saba, anza kulipa kwanza madeni yenye riba kubwa. Baada ya kupanga kila kitu, anza kulipa madeni yenye riba kubwa kabla ya kulipa madeni mengine, kwa sababu madeni yenye riba kubwa huwa yanaongeza gharama za malipo ya mkopo. Njia hii itakusaidia kuokoa fedha nyingi ambazo zingeishia kulipa riba iliyoongezeka. Pia unapoanza kulipa madeni yenye riba kubwa, unaongeza kasi ya kuondokana na madeni, unajenga nidhamu ya fedha na kukuwezesha kufikia uhuru wa kifedha kwa muda mfupi zaidi. Kulipa madeni ni safari inayohitaji mpango mzuri, uvumilivu na nidhamu ya fedha. Kwa kuandika madeni yote ulionayo, kujua kipato chako, kufuatilia matumizi yako, kuandaa budget na kujua madeni yenye riba kubwa, mafanikio ya kifedha yanategemea namna unavyoisimamia fedha vizuri. Ukiwa na mpango mzuri na ukautimiza kwa uaminifu, utaweza kuondokana na madeni, kurejesha utulivu wa maisha yako ya kifedha na kujenga msingi imara wa kukuza fedha na kipato chako.